Maelfu ya waandamanaji waliandamana huko Paris nchini Ufaransa siku ya Jumamosi kupinga kile wanachoona kama mtazamo wa kijeshi wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu sera za kigeni na ukosefu wake wa hamu ya kufanikisha amani katika mzozo wa Ukraine. Maandamano hayo yaliyoandaliwa na Florian Philippot na chama chake cha The Patriots. Waandamanaji walipaza sauti wakisema kauli mbiu mbalimbali na kubeba mabango yenye maandishi kama vile hatutaki kufa kwa ajili ya Ukraine na Macron hatutaki vita yako. Mnamo siku ya Jumatano, Macron alipendekeza kupanua kinga ya nyuklia ya Ufaransa ili kulinda mataifa ya Umoja wa Ulaya na kuhimiza wanachama wa jumuiya ya kujihamia NATO barani Ulaya kuwajibika zaidi katika ulinzi wao wenyewe. Alitaja hali ya kutoeleweka kwa msaada wa Washington kwa Ukraine, hasa baada ya uhusiano kati ya Kiev na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump kudorora, baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukataa wito wa kuanzisha mazungumzo ya amani na Urusi. Macron alitetea msaada unaoendelea kwa Ukraine, akionya kuwa ikiwa rais wa Urusi Vladimir Putin atafanikiwa nchini Ukraine, hatasimama hapo, madai ambayo Moscow imekanusha mara kwa mara ikiyataja kama upuuzi. Urusi imetaja upanuzi wa NATO kuelekea mipaka yake na ahadi ya ushirikisho huo unaoongozwa na Marekani kwa Ukraine kuwa mwanachama wa baadaye kama miongoni mwa sababu kuu za mzozo unaoendelea kwa sasa. Waandamanaji wengi katika maandamano hayo huko Paris walimkosoa Macron kwa kuweka kipaumbele masuala ya kijeshi kuliko matatizo ya ndani ya nchi. Unapotangaza vita ni ili kufunika kushindwa kwako kwingine, alisema mwandamanaji mmoja. Mwingine alimshutumu Macron kwa kufuata mwelekeo wa vita, huku viongozi kama Trump na Putin wakizungumzia amani. Akihutubia umati huo wa waandamanaji, kiongozi wa waandamanaji Philippot alimshutumu Macron kwa mbinu yake, akitangaza kuwa rais huyo hataki kabisa amani. Philippot, ambaye hapo awali alikuwa mwanachama wa chama cha National Front, amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Macron na sera za Umoja wa Ulaya. Chama chake kinapinga kile kinachoonekana kama uingiliaji wa kijeshi usio wa lazima na kinatetea sera huru zaidi za kigeni kwa Ufaransa. Msukumo wa Macron wa kuongeza matumizi ya ulinzi unakabiliwa na changamoto, huku Ufaransa ikihangaika na nakisi ya bajeti na shinikizo la kupunguza matumizi. Uidhinishaji wa bajeti ya mwaka 2025 umesogezwa mbele kutokana na mgawanyiko wa bunge. Mnamo Januari, waziri wa bajeti wa Ufaransa alitangaza mipango ya kupunguza matumizi ya umma kwa euro bilioni 32 sawa na dola bilioni 34.6, huku akiongeza kodi kwa euro bilioni 21. Wakosoaji wanadai kuwa hatua hizo zitawapa mzigo mkubwa familia za tabaka la kati, wamiliki wa biashara ndogo ndogo na wastaafu ambao tayari wanakabiliwa na gharama kubwa za maisha. Wakati huo waziri mkuu wa Ufaransa François Bayrou amekataa wito wa kufanya mashauriano ya umma kuhusu sera kuu za ulinzi, akisisitiza kuwa maamuzi hayo ni jukumu la serikali. Alipoulizwa siku ya Ijumaa iwapo wananchi wa Ufaransa wanapaswa kushiriki katika uamuzi wa kuongeza matumizi ya kijeshi na mwelekeo wa uchumi wa vita, Bayrou alisisitiza kuwa jukumu la serikali ni kusema hapana, hatuwezi kuacha nchi ikibaki bila ulinzi, ni muhimu kwa hilo, alisisitiza waziri mkuu huyo wa Ufaransa. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari mbalimbali ambazo zinajiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe ili uendelee kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.